Karibu tena mwanasoka mwenzangu popote ulipo ulimwenguni, ni wasaa mwingine tena wa kuangazia leo yanayojiri viwanjani, na kama ilivyo ada kwetu sisi tunamulika soka, tunamulika kabumbu kwa ujumla pamoja na yale yote yanayoendelea ndani na nje ya bara la Afrika katika ligi ambazo zinawasha moto kweli kweli. Hapa nazungumzia ligi kuu Tanzania bara pamoja na kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup na maeneo mengine yote ndani na nje ya bara la Afrika, kama vile ligi kuu nchini South Africa almaarufu kama Betway Premiership, ligi kuu nchini Misri almaarufu kama Egypt Premier League, lakini pia ligi kuu nchini Uingereza, Spain na Italy na maeneo mengine yote katika kila kona ya dunia. Hivyo basi, kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata video zetu. Lakini pia tunakwenda kukuletea updates zote za michuano mikubwa barani Afrika. Hapa nazungumzia CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup kwa ujumla. Zote hizo utakwenda kuzipata hapa. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo kati ya mwenyeji Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch FC kutokea nchini South Africa katika hatua ya mkondo wa kwanza wa mtoano wa hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika almaarufu kama CAF Confederation Cup, unaotarajiwa kutimwa vumbi mnamo tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2025. Mchezo huo unatarajiwa kupigwa saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki katika uwanja wa New Aman Complex uliopo Zanzibar nchini Tanzania. Hivyo basi, kuelekea mchezo huu, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Farouk David ametangaza kikosi ambacho kitakwenda kukabili Stellenbosch FC kwenye mchezo huo katika hatua ya mtoano ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu 2024-2025 katika uwanja wa New Aman Complex uliopo Zanzibar saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, na kikosi hicho kitakwenda kumpatia ushindi na kumsaidia kusonga mbele katika hatua za mashindano hayo, na kikosi hicho kipo kama ifuatavyo. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa milingoti mitatu, yani golikipa, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Farouk David amechagua kwanza na golikipa wake Musa Pinpin Kamara na kumpumzisha Ali Salim Katolo. Ikumbukwe kwamba Musa Pinpin Kamara amekuwa ni golikipa wa kisasa mwenye uwezo mkubwa wa kufanya saves na kutumia vizuri miguu yake katika kuanzisha mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na uwezo mkubwa na wepesi wa kutumia miguu ipasavyo na mikono kwa golikipa huyo pindi awapo langoni. Ni golikipa mwenye mwendelezo mzuri katika kikosi cha Simba Sports Club, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi na wepesi wake pindi awapo langoni. Lakini pia golikipa huyo aliyejiunga na Simba Sports Club majira ya joto akitokea Horoya Athletic Club amekuwa muhimili bora katika kikosi hicho cha Simba Sports baada ya kuwa na mwendelezo mzuri katika ligi kuu Tanzania bara baada ya kucheza michezo siyopungua 20 na kuwa na jumla ya clean sheet 15, lakini pia ikiwa na jumla ya clean sheet 4 katika mashindano haya ya CAF Confederation Cup msimu huu 2024-2025. Lakini pia tukiangazia upande wa walinzi wa Simba Sports Club, yani walinzi nambari 2, nambari 3, nambari 4 na mlinzi nambari 5, na moja kwa moja tukiangazia beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Farouk David amechagua kwanza na Shomari Kapombe, huku mbadala wake akiwa ni David Frank Kameta Duchu. Ikumbuke kwamba Shomari Kapombe anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kukaba kwa nguvu, lakini pia uwezo wake mkubwa wa kupiga mipira kati na kutengeneza mashambulizi. Lakini pia kocha mkuu Farouk David ameendelea kumwamini Shomari Kapombe, na hiyo yote ni kutokana na uwezo wake mkubwa wa kupandisha mashambulizi dhidi ya mpinzani na uzoefu mkubwa alionao beki huyo wa kupandisha mashambulizi akitokea pembeni, huku beki huyo akisifika kwa uwezo wake mkubwa wa kufanya mikimbio sahihi. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Farouk David amechagua kwanza na Mohamed Hussein na kumpumzisha Valentino Noma. Ikumbukwe kwamba Mohamed Hussein amekuwa ni moja mabeki bora wenye uzoefu mkubwa wa kukaba na kupandisha mashambulizi kwa wapinzani akitokea pembeni kwa muda mrefu katika mashindano ya ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Farouk David ameendelea kumwamini Mohamed Hussein kutokana na uzoefu mkubwa alionao beki huyo na ubora mkubwa wa kuweza kushambulia na kuzuia mashambulizi pale timu inaposhambuliwa. Lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kupiga pasi ndefu na kukaba kwa usahihi. Lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kutengeneza na kuongeza idadi ya viungo na kucheza kwa usahihi ili kuzuia mashambulizi kwa kuongeza idadi ya viungo katikati pindi kocha atakapohitaji kumtumia kwa namna hiyo nyingine.
Na moja kwa moja tukienda kuangazia upande wa beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Faru David amechagua kwanza na Karabu Chamu, huku mbadala wake ukiwa ni Hussein Kazi. Ikumbukwe kwamba Karabu Chamu ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu, anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kukaba mipira ya chini, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kukaba mipira ya juu. Hiyo yote ni kutokana na kimo alichonacho beki huyo, lakini pia kufanya mitembeo na washambuliaji hatari ili kuwazuia wasilete madhara kwa timu, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kupiga pasi za mbali kwa usahihi. Hiyo yote ni kutokana na kiwango bora na uzoefu aliokwisha onyesha beki huyo kwa muda mrefu. Beki huyo aliyejiunga na Simba Sports majira ya joto akitokea Racing Club Abidjan ya nchini Ivory Coast. Amecheza mechi 6 za michuano ya CAF Confederation Cup akiwa na jezi ya Simba Sports Club, akipata kadi moja ya njano na kutokuwa na kadi yoyote nyekundu, huku akifanikiwa kucheza jumla dakika 301. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Faru David amechagua kwanza na Abdulrazak Hamza. Ikumbuke kwamba Abdulrazak Hamza amekuwa ni beki mwenye uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi. Beki huyu anasifika kwa utulivu wa hali ya juu na nidhamu kubwa ya ukabaji dhidi ya wapinzani na uwezo mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi. Lakini pia ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu, anasifika kwa uwezo mkubwa wa kucheza mipira ya juu na kukaba kwa usahihi, lakini pia kukaa katika sehemu sahihi ili kuzuia mashambulizi kutoka kwa wapinzani. Beki huyo raia wa Tanzania amekuwa ni moja ya mihimili imara na mkubwa katika kikosi hiki cha Simba Sports Club, baada ya kuisaidia timu hiyo kuwa bora katika safu ya ulinzi kwa kuweza kuwapanga vyema walinzi wenzake na kuisaidia timu kuruhusu idadi ndogo ya mabao msimu huu. Hiyo inaonyesha ni kwa namna gani timu hiyo imeimarika zaidi na kuwa bora katika safu ya ulinzi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo wa kati, yani kiungo nambari 6, nambari 8 na kiungo nambari 10. Tukianza na kiungo nambari 6, kocha mkuu wa Simba Sports Club Faru David amechagua kwanza na Fabrice Luamba Ngoma na kumweka bench Augustin Okejefa. Hiyo yote ni kutokana na mfululizo wa bora alionyesha kiungo huyo wa kuweza kukaba kwa usahihi, kupiga pasi kwa usahihi na kuisaidia timu pale inaposhambuliwa, lakini pia kuisaidia timu kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Ikumbukwe kwamba Fabrice Luamba Ngoma amekuwa ni kiungo mwenye uwezo mkubwa wa kuisaidia timu kuzuia mashambulizi wakati timu inaposhambuliwa na uwezo mkubwa wa kupandisha mashambulizi kutokea nyuma, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa kujiweka eneo sahihi, kucheza na kujiposition kwa ufasaha, lakini pia kupiga pasi au mipira ya mbali kwa usahihi wa hali ya juu. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa Simba Sports Club Faru David amechagua kwanza na Yusuf Ali Kagoma, huku mbadala wake akiwa Debra Fernandez Mavambo. Ikumbukwe kwamba Yusuf Ali Kagoma amekuwa ni kiungo mwenye uwezo mkubwa wa kukaba, kupiga pasi za mwisho kwa usahihi na kuisaidia timu kufanya mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na ubora wa muda mrefu na uwezo wake mkubwa wa kukaba, kupiga pasi kwa usahihi na kuwa sehemu sahihi pale timu inaposhambuliwa, lakini pia timu inaposhambulia. Mchezaji huyu aliyejiunga na Simba Sports Club majira ya joto amekuwa ni moja ya mihimili mikubwa katika klabu hiyo kwa kuisaidia timu yake kutinga hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup na pia kombe la shirikisho barani Afrika, yani CAF Confederation Cup, lakini pia kushika nafasi ya pili katika ligi kuu NBC mpaka hivi sasa, huku akitofautiana jumla alama 10 na dhidi ya anayeongoza ligi, huku Simba Sports Club akiwa na idadi ya mechi 3 mkononi dhidi ya kinara wa ligi hiyo ya nchini Tanzania. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Faru David amechagua kwanza na kiungo wake Jean Jale Ahu, kwa mbadala wake akiwa ni Awesu. Ikumbuke kwamba Jean Jale Ahu amekuwa ni mchezaji mwenye muendelezo mzuri katika msimu huu wa 2024-2025. Kiungo huyo aliyejiunga na Simba Sports Club akitokea Stella Club Abidjan ya nchini Ivory Coast. Ahu aliibuka kwa mchezaji bora wa msimu wa MVP wa ligi kuu ya Ivory Coast kwa msimu wa 2023-2024, ambapo alifunga jumla mabao 12 na kutoa pasi za mabao 9. Kiungo huyo anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kufunga mabao kutoka mbali na kuchezesha timu, lakini pia kutengeza nafasi kwa wachezaji wenzake. Ahu amekuwa muhimili mkubwa katika klabu ya Simba Sports baada ya kuwa na muendelezo bora, huku akifanikiwa kuweka nyavuni magoli 12 ndani ya ligi kuu Tanzania bara na kutoa jumla assist 7 mpaka hivi sasa katika ligi kuu NBC. Hiyo yote ni kutokana na ubora alioonyesha kiungo huyo wa kuwa na uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mwisho, kushambulia na kufunga magoli kwa namna tofauti. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa washambuliaji, yani mshambuliaji nambari 7, nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Tukianza na mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa Simba Sports Club
Faruk David amechagua kwanza na mshambuliaji wake Eli Mpanzo, huku mbadala wake ukiwa ni Ladak Chasambi. Ikumbukwe kwamba Eli Mpanzo amekuwa ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kupiga mashuti na kutoa pasi za mwisho akitokea pembeni. Hiyo yote ni kutokana na kiwango bora alichokionyesha mchezaji huyo raia wa Kongo, lakini pia Eli Mpanzo amekuwa na mchango mkubwa katika klabu hiyo kwa kufanikiwa kuweka kimiani idadi ya mabao mawili na kufanikiwa kutoa assist moja katika ligi kuu Tanzania bara, yani NBC Premier League, lakini pia na kufunga jumla ya goli moja na kutoa assist kadhaa katika mashindano haya ya CAF Confederation Cup. Lakini pia mchezaji huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kushambulia, lakini pia kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa Simba Sports Club Faruk David amechagua kwanza na mshambuliaji wake Steven Dese Mkwala, huku mbadala wake akiwa ni Lionel Ateba Mbida. Ikumbukwe kwamba Steven Dese Mkwala amekuwa na ubora na mchango mkubwa katika kocha ya Simba Sports, hivyo basi mshambuliaji huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga na kumiliki mpira ndani ya 18 ya mpinzani, na hivyo kumpelekea kusababisha hatari akiwa katika zoni ya wapinzani. Steven Dese Mkwala amekuwa bora zaidi katika kuisaidia timu kwa kuweka kimiani jumla ya mabao 9 na kusaidia timu yake kufuzu hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Faruk David amechagua kwanza na mshambuliaji wake Kibu Dennis Prosper na kumpumzisha Joshua Mutale. Hiyo yote ni kutokana na spidi na uwezo mkubwa wa kushambulia hafu ya mpinzani akitokea pembeni. Ikumbukwe kwamba Kibu Dennis Prosper amekuwa ni moja ya mihimili ya klabu ya Simba Sports mpaka hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara, lakini pia katika mashindano haya shirikisho barani Afrika, baada ya kuwa moja ya wafungaji bora mashindano haya mpaka hivi sasa, huku akiwa na jumla ya mabao 3, huku kinara akiwa na jumla ya mabao 5. Mshambuliaji huyo amekuwa akisifika kwa uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao, lakini pia kufungua safu ya ulinzi ya timu pinzani na kupiga pasi za mwisho. Na haya ndio mabadiliko ya kikosi ya Simba Sports Club hivi leo, kikosi ambacho kimetangazwa mapema na kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Faruk David kuelekea mchezo unaokwenda kukabili Stellenbosch katika uwanja wa New Amaan Complex mnamo tarehe 20 mwezi wa 4 saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Na kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata video zetu.